Minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maelekezo yanaendelea ya kitabu chetu cha Umda yanasema walau jumiat, lau mwanamke akaingiliwa fi qubliha, katika tupu yake ya mbele, faghtasalat, alafu kisha akaoga kwa sharti tupu yake ya mbele, alafu kisha akaoga yule mwanamke. Thumma kharaja maniyuhu, alivooga yakaja yakatoka manii ya mwanamume, yani mwanamke kaingiliwa kwenye tupu yake ya mbele, acha tupu ya nyuma, japo haparuhusiwi, lakini je ikatokea sawa, akaingiliwa katika tupu yake ya mbele, halafu akaoga josho la janaba, baadaye amekaa yakaja yakatoka kwenye hiyo tupu yake maniyuhu. Angalia dhamiri hii ni ya kiume, sio maniyuha, maniyuhu. Yakaja yakatoka manii ya mwanamume, yani yule alomwingilia, minha, kwenye hiyo tupu yake ya mbele, basi lazimaha ghusulun akhar, atalazimiwa huyo mwanamke kuoga josho jingine la janaba, bishartaini, kwa masharti mawili, ili alazimiwe aoge tena baada ya kushakuwa ameyaona manii yametoka ya mwanamume. Maana tunafahamu basi atalazimiwa kuoga kwa masharti mawili. Ahaduhuma, miongoni mwa masharti hayo au moja ya masharti hayo, antakuna dha shahawa, awe huyu mwanamke dha shahawa, ni mwenye matamaniwa, la saghiratan, si mtoto mdogo. Manake awe ni mwenye matamaniwa na si mtoto mdogo, yani manake amefikisha umri wa kuanzia umri wa miaka 10 na yani amefikisha baleghe na kuendelea, ndo dhata shahawa, si ndivyo? Athani, sharti la pili litakalo. Kwa hiyo hili ni sharti la kwanza, lakini sharti la pili ni antakuna kadhat shahawataha, awe huyu mwanamke alikidhi matamanio yake, ule muda anaingiliwa na yeye alipata msisimko. La naimatan, si mwanamke ambaye kwamba amelala, yani alilala afu akaingiliwa hali ya yuko vile vile kwenye mazingira ya kulala, manake kwa vyovyote kuonyesha kwamba hakupata msisimko, sawa yani mwili wake hakupata nani kwenye kule kuingiliwa. Kwa hivyo kama atakuwa alikuwa amelala afu akaingiliwa akaoga yakaja yakatoka manii ya mwanamume kwenye tupu yake ya mbele, na wakati kuingiliwa kwake alikuwa amelala tu, sawa sawa, hakuamka na hivi na vile. Kwa hiyo huyu ataosha tu vile, lakini kuoga hawezi kuoga. Lakini kama atakuwa alikuwa yakudha, wakati anaingiliwa na yeye alikuwa yuko yakudha, yuko macho, yuko macho, lakini wa mukraha, na akawa si yani hajabako, analazimishwa tu, kwa sababu sawa sawa yule mwanamke ambaye yuko kwenye mazingira ya kulazimishwa. Shabaha yetu hapa kwenye haya tunayozungumza, manake
utokaji wa yale manii ya mwanamume ile ya mara, yani kaingiliwa mwanamke alafu akaoga. Alivyomaliza kuoga akaja akaona imetoka tena nini, manii ya mwanamume kwenye tupu yake ya mbele. Kinachomfanya lazimiwe kuoga ni kwamba manii yale ya mwanamume atakuwa imechanganyika vyovyote, atakuwa imechanganyikana na nini, na manii yake yeye. Kwa kuwa manii yake kisha toka, si analazimiwa kuoga. Ni katika miongoni mwa tuloona kwamba yanayopasisha kuoga ni kule kutokwa mtu na manii. Kwa hiyo mjadala wetu kwamba ni kuonyesha kwamba huyu manii yake yalitoka yakawa yamechanganyikana na ya huyu mwanamume alomuingilia. Kwa hiyo ndo maana analazimiwa kuoga tena mara ya pili, kama masharti haya mawili yatakuwepo. Sharti la kwanza awe ni dhati shawa, awe ni mwenye matamaniwa, siwe ni mtoto mdogo. Lakini sharti la pili awe na yeye alikidhi matamanio yake, asije akawa ni amelala akaingiliwa hivyo hivyo, na wala asije akawa ni mukraha, ni amelazimishwa tu. Kwa kama ni yule ambaye kwamba amelazimishwa tu, sio, hawezi kulazimiwa kuoga. Wayurafu almaniyu, yanajulikanwa manii bitadafuki, kwa kuchupa, yani kwa kuruka. Kwa na tabia ya kuruka manii inajulikana. Ili uweze kuyafahamu haya ni manii, basi namna ya utokaji wake, basi huwa yanatoka kwa kufanya nini? Kwa kuruka. Au taladhudhi, au ile ladha ya kutoka. Wakati yanatoka kila mmoja anafahamu ile ladha yake. Kwa hiyo unajua kabisa moja kwa moja haya ni yenyewe. Sawa, kwamba huu si mkojo wala madhi wala wadia. Haya kwa hii ladha ninayojisikia wakati yanatoka, unajua kabisa hapa haya ni nini? Haya ni yenyewe haya. Na kuna mmoja alisema yale ikifika mahala mtu wakati yanatoka pale hata adungwe, yani umchome kisu hawezi kusikia chochote, mpaka amalize pale ndo anaanza kuja kusikia maumivu. Yani mtu akishakuwa kwenye lile jambo, alafu ule muda wakati mvua inaanza kunyesha, pale ni nusu ya uenda wazimu. Na ndio maana hata tunaambiwa mtu hairuhusiwi kutoa hukumu yoyote kama ana matamaniwa sana. Mtu akiwa na matamaniwa sana haruhusiwi kutoa hukumu kama ni kadhi. Sawa sawa yani ni inakuwa ile. Kwa hiyo au taladhudhi, au ile ladha ya kutoka, au rihi tal'i. Lakini pia mania inajulikana kwa harufu tal'i ya mbelewele. Mbelewele si mtafahamu mbelewele, nani anajua? Hamna. Mbelewele ni yale maua ya mtende kisha chanua. Sawa kisha chanua. Sawa, ukinusa yale maua yakisha chanua, huo ndo yanaitwa mbelewele yale. Sawa Sasa hiki ni Kiswahili labda chalamu. Kwa hiyo yale maua ya mtende yakisha chanua, ile harufu yake ukinusa hivi, sawa huwa yananukia harufu ya nini? Ya manii. Au ajinin, au harufu ya unga wa ngano uliokandwa. Harufu ya unga wa ngano ulofanywa nini? Uliokandwa. Idha kana ratba, ya manii yakiwa mabichi. Manii yakiwa mabichi harufu yake huwa yananukia mithili ya nini? Ya mbelewele hii tuliosema, maua yale ya mtende. Sawa sawa maua ya mtende yakisha chanua, ukinusa ile harufu huwa yananukia, yale maua huwa yananukia harufu ya sawa sawa na manii yakiwa nini? Yakiwa mabichi, hayajakauka yani. Au harufu ya unga wa ngano uliokandwa, yakiwa manini mabichi, basi huwa harufu yake inakuwa ya sawa sawa na ile harufu ya nini?
ya unga wa ngano uliokandwa. Akafanya majaribio hayo, utaona ni kweli. Haya, au bayadhi baidhin, au harufu ya weupe wa yai. Idha kana jafa, yatakapokuwa, manake idha kana yatakapokuwa haya manii jafa na yamekauka. Yakiwa yamekauka huwa yana harufu ya ule weupe wa nini, wa yai. Yai yani yale majimaji. Yai si kuna ile kiini ile ya njano, kuna na haya maji yale kabla, sawa sawa kwa hiyo harufu ya haya maji yale ile kama mlenda ule ile maji meupe yale, harufu yake ndo sawa sawa na harufu ya manii kisha kuwa yamefanya nini, yamekauka. Maana unaweza ukakuta manii hapo kwenye godoro, kwenye tandiko lako, sasa manii yanuse hivyo. Kwa hiyo kama yatakuwa yananukia harufu ya sawa sawa na ule weupe wa nini, wa yai, yani weupe wa yai, so weupe, tumeelewana hapo basi hayo yatakuwa ni yenyewe. Sasa famata, muda wowote, ujida wahidu minha, zitakapopatikanwa sifa mojawapo katika hizi tulizozieleza, basi kana maniyan, hayo yatakuwa ni manii mujiban lilghusli, ambayo yanapasa mtu kuoga, ambayo yanapasisha mtu kufanya nini, kuoga. Maana unaweza ukakuta sasa ukanusa yakawa yananukia mfano wa harufu ya ule weupe wa yai, acha kile kiini cha njano, haya majimaji sawa sawa yakiwa yamekauka, basi ujue haya ni yenyewe. Kwa hiyo unatakiwa ukafanya nini, ukaoge. Ukayanusa ukaona yananukia sawa sawa na nini, na harufu ya unga wa ngano uliokandwa, ajini, sawa sawa, au twale au mbelewele hii tulosema, basi yakiwa ni mabichi manii, basi huwa yanakuwa na harufu ya sawa sawa na hivyo. Kwa hiyo hayo ni yenyewe, na utalazimiwa ukafanya nini, ukaoge. Wamata, na muda wowote, fukidati kulluha, zitakosekana sifa zote hizi zilizoelezwa, lam yakun mania, hayatokuwa ni manii. Kakuta alafu sifa hizi tulizozieleza yakiwa yamekauka, hayana sifa hizo tulizozieleza, yakiwa mabichi yakawa hayana sifa hizi tulizozieleza, basi hayatokuwa ni nini, hayatokuwa ni manii. Wala yushtaratu, na wala hapashurtishwi, albayadhu, weupe, wathakhanatu, na uzito, fi manii rajuli, katika manii ya nani, ya mwanamume. Kwamba so lazima yawe ni meupe, so lazima yawe mazito. Lakini unaweza ukaona ile ladha, maana lakini mwingine anasema unaweza ukaona ile ladha ya kutoka yanavyotoka. Sasa kilichotoka ukaja ukaona kama damu, ndo ukaoge, yani manii hayo. Kwa hiyo hakukushurutishwa labda lazima yawe meupe au yawe mazito hivi kama ujiuji. Sawa sawa wewe kakague zile sifa tulizozieleza kule. Wala sufra, na wala haukushurutishwa asufra, ule umanjano, warika, na ule ulaini, fi manii almar'a, katika manii ya mwanamke, kwa sababu huwa yanakuwa ya njano. Kwa hiyo so lazima yawe ya njano, na wala si lazima yawe mepesi. Ikiwa na harufu hizo au sifa hizo tulizozieleza hapo nyuma, basi hayo yatakuwa ni yenyewe ambapo kwamba lazima mtu akaoge kwa sababu ya hayo manii. Wala ghusla, na wala hakuna josho lolote linalopasa, fi madhin, kwa sababu ya kutokwa na madhi, kwa sababu ya kutokwa na madhi. Madhi ni nini? Wa huwa, nayo hayo madhi, maun abyadh,
ni maji meupe, raqiqun, laini, lazijun, yanavutika vutika hivi, yani kama mlenda laziju, yani yanakamata, yani yanavutika hivi, sawa yakhruju, ambayo hutoka bila shahwa, bila ya matamaniwa, inda almulaaba, ule muda wakati wa mulaaba. Mulaaba ni ule muda wakati unacheza na mwanamke, wakati unacheza baadaye unakuja kukuta tayari utambi umeloa. Si kile kilichotoka mle ndio kinaitwa ni nini? Ni madhi. Wala fi wadin, na hakuna chochote, hakuna josho lolote linalopasa kwa sababu pia kutoka na nini? Na wadi. Wadi ni nini? Wa huwa ma'u abyadhun, ni maji meupe, kadirun, yenye rangi ya kivunjo, thakhinun, mazito mazito hivi, yakharuju, ambayo hutoka akiba albauli, baada, yani mara nyingi huwa anatoka akiba albauli, baada ya mtu kukojoa. Mara nyingi asilimia kubwa, sawa yani aghlabu hutoka hivyo baada ya mtu kukidhi haja ndogo, inatoka hiyo. Sasa fa inshaka, mtu akiwa na shaka, halil khariju, je kilichotoka maniyun ni mani, au madhiyun, au ni madhi. Hana akawa na shaka, je hichi kilichotoka ni mani au ni madhi, kawa haelewi. Takhayyara, atapewa khiari ya kuchagua. Inshaa, akitaka, ja'alahu, atakifanya hicho kilichotoka maniyan, atakifanya ni mani, waghatasala fakatu, na akaoge tu basi. Wa inshaa, na kitaka, ja'alahu, atakifanya hicho kilichotoka madhiyan, atakifanya ni madhi, waghasala, na ataosha zile sehemu ambazo aswaba badanahu, zilizo upata mwili wake. Waghasala, na ataosha kile ambacho aswaba kimeupata badanahu, nini? Mwili wake. Wa thawbahu, na nguo yake. Kwa sababu madhi yakitoka ni najisi, wadi pia ni nini? Najisi. Mani peke yake ndio sio nini? Ndio najisi. Kwa hiyo madhi yakitoka, kwa hiyo sehemu iloguswa na madhi, basi ni nini? Lazima aoshe ile sehemu, kwa sababu ni najisi ile. Lakini mani yakawepo hapa, hamna tatizo. Hata kama unaenda kusalia na hiyo nguo ambayo kwamba ina hayo mani, sawa tu, lakini mbaya ni madhi. Madhi ni najisi, kwa lazima mtu aoshe zile sehemu ambazo zimepatwa na hayo madhi. Kwa sababu ni nini? Kwa sababu ni najisi. Asema wala yaghatasilu, na wala hawezi kuoga. Kwa hiyo ataosha tu kama ametokwa na madhi. Kwa hiyo akitaka atafanya hicho kilichotoka ni nini? Ni madhi, alafu akaosha tu zile sehemu zilizopatwa na hicho kilichotoka ambacho ni madhi. Wala yaghatasilu, na wala asioge. Lakini wal afdhalu, lilo bora, ayafala jamia dhalika, ni afanye vyote viwili sawa. Aoge sawa, sika maanake ana wasiwasi, je kilichotoka ni manii au ni madhi? Ukaambiwa utapewa khiari ya kuchagua, ima uyafanye ni nini? Ni manii, ukaoge, au ufanye hicho kilichotoka ni nini? Ni madhi, alafu ukaoshe zile sehemu zilizopatwa na nini? Na hiyo nani? Lakini wal afdhal, ilo bora,
ayafala jamia dhalika, ni kufanya vyote viwili, manake akaoge lakini pia aoshe na ile sehemu iliyopatwa na hicho kilichotoka kwenye nguo yake au kwenye mwili wake. Aoge kwanza josho la kuondoshea nini janaba, alafu pia akafanya nini, akaoshe ile sehemu iliyopatwa, kwa sababu si ana wasiwasi ni madhi ni mani, haelewi. Sasa maki ubora ni kufanya vyote viwili. Wayaharumu, na ni haramu, biljanaba, kwa sababu ya mtu alopatwa na janaba au kwa sababu ya kupatwa na janaba, ni haramu mambo ambayo haruma bil hadathi, ni haramu kwa sababu ya mtu alopatwa na nini, na hadath, ambayo ni kuswali inakuwa ni haramu. Nadhani tulieleza kuswali ni haramu, tulieleza, lakini yeye kaongeza hapo kwa kuwa wewe ana janaba wakadha na hal kadha. Kwa hiyo utaona ile yote ambayo ni haramu kwa mwenye hadathi kwa hiyo utakuja kuchukua pia ni haramu kwa mwenye janaba, pia yale ambayo kwamba ni haramu kwa mwenye nini, kwa mwenye hadathi. Alafu kingine kilichoongezwa hapa, kingine kilichoongezwa ni nini, ni alubthu fil masjidi, mtu kukaa msikitini ni haramu. Mtu akiwa na janaba ni haramu kukaa msikitini. Yani kama sisi tulivyokaa hapa msikitini, basi ukiwa na janaba ukikaa hapa unapata madhambi. Kingine wa qiraatul Qur'ani, na kusoma Qur'ani. Haya ambayo kwamba anayaongeza ni kwa mwenye janaba, sio kwa mwenye hadath. Yani kwa mwenye hadathi ndogo ambayo kwamba ukisikia hadathi maana zimegawanyika, kuna hadathi ambayo kwamba inayompasa mtu kufanya nini, kuoga, na kuna ile hadathi ambayo kwamba inayomlazimu mtu kutawadha. Unaona, kwa hiyo mtu akiwa hana udhu ule wa kutawadha, yeye kusoma Qur'ani anaruhusiwa, lakini kuchukua nini, kubeba msahafu na kugusa ni nini, ni haramu, ni haramu. Kwa hiyo ila huyu mwenye janaba, yale yote ambayo kwamba uliambiwa kwa mwenye hadathi ndogo ni haramu, lakini pia kwa mwenye janaba ni haramu. Lakini kingine kukaa msikitini. Kwa hiyo yule ambaye kwamba alikuwa hana udhu kukaa msikitini alikuwa anafanya nini, alikuwa anaruhusiwa, si ndivyo? Ila kwa mwenye janaba unaweza kukaa hapa na hauna udhu ule wa kutawadha, lakini si haramu kukaa msikitini. Lakini mwenye janaba kukaa msikitini ni haramu. Kingine wa qiraatul Qur'ani, kusoma Qur'ani ni haramu. Walau baadha ayatin, ijapokuwa ni baadhi ya nini, baadhi ya aya, ijapokuwa Qur'ani hiyo anayosoma ni baadhi ya aya, ni haramu. Wayubahu, na panaruhusiwa adhkaruhu, zile dhikri za Qur'ani. Kinachoruhusiwa ni zile dhikri za nini, za Qur'ani. Dhikri ni nini? Mfano ukasikia mtu bwana fulani amefishwa bwana, ukasema inna lillahi wa inna ilaihi, si Qur'ani? Kwa hiyo hii inaruhusiwa sababu ni dhikri. Bwana fulani amekuwa sasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, sawa sawa. Kwa hiyo yubahu adhkaruhu, hupewa ruhusa, ni panahalalishwa adhkaruhu, zile dhikri za nini, za Qur'ani. Lakini la bikasdi alqur'ani, na wakati anazitamka hizo dhikri asikusudie pia anasoma nini, Qur'ani. Akusudie kuwa analeta dhikri basi, akikusudia anasoma Qur'ani haruhusie. Fa in qasada alquran, ikiwa atakusudia hizo dhikri, ikiwa atakusudia kusoma Qur'ani, hasa atakuwa ameaswi
au dhikra, au akawa amekusudia kuleta dhikri, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, au la shay'a, au hajakusudia kitu chochote, yeye akawa amesoma tu hajakusudia chochote, hajakusudia kusoma Qur'ani. Yani mtu anasoma Qur'ani lakini hajakusudia chochote, hajakusudia kusoma Qur'ani wala hajakusudia chochote, yana kusudia kama anasoma maneno ya Kiarabu tu pengine, basi anasema jaza, inafaa. Walahu, na anaruhusiwa huyo mwenye janaba, almururu, kupita fil masjidi, msikitini. Kama hapo panapitika ile kupita kukaa iruhusi, lakini ile anapita ile anaruhusiwa. Lakini wayukurahu bila haja, ni makruhu bila ya haja yoyote, ni makruhu bila ya haja yoyote. Lakini sasa kama pana haja, labda ndo penye njia hapo, lazima nipite hapo, kwa hiyo akipita hamna tatizo. Ambacho hakiruhusiwi ni mtu kufanya nini, lubfu ile, ndo hairuhusiwi. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie khairi, Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya ilmu, Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi. Inshallah kwa haya tukomee hapa, tutaendelea tena na darasa zingine. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.